Ya, natumai ubuheri wa afya. Hii ni Simulizi KE. Sasa tunadadavua vitu vingi ambavyo vinafanyika Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo usiku wa leo tunalizamia swala la askofu kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Josephat Mathias Gwajima. Ikumbukwe ya kuwa huyu pia ni mbunge wa maeneo ya Kawe, nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa vile ikumbukwe ya kuwa kanisa lake lilikuwa limefungwa na asasi za kiusalama nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinajihisi ya kuwa Gwajima kuna jinsi alivyokuwa akichochea wananchi dhidi ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Na vile ikumbukwe ya kuwa kuna taarifa ambazo zilikuwa zimetolewa na Gwajima katika kikao na waandishi wa habari, na kwenye tamko ambalo alilitoa inaonekana hili ndo tamko ambalo lilipelekea asasi za kiusalama nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuamua kufungia kanisa lake. Sasa Gwajima alikuwa anadai ya kuwa bana itakuwaje pale ambapo mwanawe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Abdul atakapotekwa, ambapo alikuwa anaongelelea kutekwa kwa Tanzania, wengine kujeruhiwa, wengine vile kupotezwa. Sasa nadhani hii ndio issue ambayo ilipelekea asasi za kiusalama nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumfungia ama kufunga kanisa ama makanisa ya Gwajima na matawi yake 6. Sasa siku ya leo ameweka bango kwenye mitandao ya Instagram. Unajua mimi huwa namfuatilia kwa karibu zaidi. Sasa hili ni bango ambalo amelieka na inasema hivi: Ufufuo na Uzima Ministries, ibada ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Askofu Josephat Mathias Gwajima akasema saa na mahali, akasema ni saa 4 maeneo ya Ubungo. Sasa hii ni Dar es Salaam, usubuhi chai bora. Ni chapisho ambalo liliwekwa na Gwajima na nasema tarehe 15 wako na ibada. Sasa baada ya kuweka bango hili akaandika hivi, akasema Waibrania 10:25, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia, twende nyumbani mwa Bwana. Sasa hiyo ni hashtag ambayo Gwajima ameweka. Sasa ukiangalia vizuri unapata kama hii ni posti ambayo wengi wameitilia shaka, wengine wamemchangamkia, wanasema itakuwaje kwa maana kanisa la Gwajima limefungwa na waumini hawaruhusiwi kufika katika sehemu husika na kuendelea na ibada. Na kuna wengi ambao wamejitokeza wakimwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan awache wananchi waendelee na ibada ama kumuomba Mungu wao, lakini kanisa ama kanisa la Gwajima na matawi yote yamefungwa. Sasa kuna wengi ambao wanajaribu kujiuliza inakuaje kwa maana kesho itakuaje katika kanisa lake kule maeneo ya Ubungo. Bana, sasa Gwajima na anasema kuwa kesho kuanzia saa 4 usubuhi jimbo kuu la Dar es Salaam waumini wafike katika sehemu husika na waendelee na ibada pasi na woga. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii posti ambayo imefanywa na Gwajima. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Jmax_stores anamwambia kesho tukasali wa Gwajima likes, akaweka button akasema. Mwingine huyu anajulikana kama love_points_tz anasema likes za jasusi la mbinguni hapa. Alafu huyu anajulikana kama africana_tz anasema team Gwajima like hapa. Wengi bana. Huyu anajulikana kama statements_msema ukweli anasema Gwaji boy usiache kutusemea baba. Alafu vado_43 anamwambia dogo lake Jason Statman. Huyu anajulikana kama uni_kiki anasema kesho tupo hapo kasifu na kuabudu. Sasa hawa ni baadhi ya wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi askofu kutoka nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Josephat Gwajima, ambaye pia ni mbunge katika maeneo ya Kawe, nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikumbuka kuwa kanisa lake limefungwa, lakini yeye na anasema kuwa kesho
kuanzia saa 4 usubuhi katika kanisa lake kule maeneo ya Ubungo. Usubuhi chai bora. Tarehe 15 Juni mwaka wa 2025 kutakuwa na ibada ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Sasa ni kanisa la Ufufuo na Uzima wa Bishop Josephat Gwajima. Kwa hiyo ni habari 254 Bonga Tube Media. Achia mbali simulizi KE, usisahau kusubscribe, like na vile vile kushare. Tunasubiri kuona kile ambacho kitakachotokea katika sehemu husika na zile hatua ambazo zitachukuliwa na asasi za kiusalama nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.